بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ بالله من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلوات الله عليهم أجمعين. وبعد، tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika mazungumzo yetu ya jana tulikomea katika aya ya 27 ya suratul Kahfi. Katika aya hii na kabla yake vile vile tuliona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akithibitisha muda waliokaa katika lile pango wale ashabul kahfi. Mwenyezi Mungu akasema kwamba walabithu fi kahfihim, na walikaa humo katika pango lao 300 sinina wazdadu 9, miaka 300 na wakazidisha miaka 9. Tukasema kwamba maelezo yote haya mawili yalikuwa sahihi. Miaka 300 kwa maana ya hisabu inayozingatia jua, wazdadu 9 na wakazidisha 9 kwa wale wanaotegemea mwezi katika kuhisabu miaka. Kwa hivyo hakuna mgogoro baina ya Waislamu waliosema ni miaka 309 na wale ambao si Waislamu waliosema ni miaka 300. Hayo ndiyo tuliyoeleza katika darasa iliyopita. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema qulillahu a'lamu bima labithu, sema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mjuzi zaidi juu ya kipindi walichokaa wao katika pango. Ma lahum min dunihi min waliyin, hawa binadamu asiyekuwa Mwenyezi Mungu mlinzi, wala yushriku fi hukmihi ahada, na wala Mwenyezi Mungu hamshirikishi katika hukumu zake yoyote. Kwa hivyo ndivyo alivyopanga akawalaza namna hiyo ashabil kahfi, na yalikuwa ni maamuzi yake peke yake, hamshauri yoyote katika hukumu zake. Kisha aya ya mwisho tukaona ikisema hivi, watlu ma uhiya ilayka min kitabi, watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik, na wasomee yale unayofunuliwa wewe Muhammad katika kitabu cha Mola wako mlezi. La mubaddila likalimati, hakuna mwenye kubadilisha maneno ya Mwenyezi Mungu. Wala ntajida min dunihi muntahada, wala hutopata makimbilio yasiyokuwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa ndipo tulipokomea katika darasa yetu iliyopita. Darasa yetu ya leo insha Allah itaanza na aya ya 28 katika suratul Kahfi. Aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hivi, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bilghadawati wal ashi, ewe Muhammad isubirishe nafsi yako pamoja na wale wanaomuomba Mola wao asubuhi na jioni. Na mufassiruna wote wanasema maana ya asubuhi na jioni
ina maana ya kipindi chote baina ya asubuhi na jioni, kwa muda wote. Kwa hivyo wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati walashi, na usubirishe nafsi yako pamoja na wale wanaomuomba Mola wao mlezi kipindi cha asubuhi na jioni, kwa maana ya muda wote. Yuriduna wajha, wanataka ridha za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanataka radhi zake. Wala ta'du aynaka anhu, wala macho yako yasiwavuke yakawaacha watu hao. Turidu zinata alhayati dunya, kwa kutaka mapambo ya maisha ya duniani. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina, na wala usimtii yule ambaye tumeughafilisha moyo wake na utajo wetu. Mtu huyo usimtii. Kwa lugha nyingine, usimtii mtu asi, mtu huyo ambaye watabaha hawahu, na akafata matamanio yake. Wakana amruhu furta, na jambo lake likawa limevuka mipaka. Hii ni aya 28 katika suratul Kahfi, na aya hii ina sababu ya kushuka kwa mujibu wa mufassirini. Aya hii ilishuka pindi kundi la makafiri wa Quraysh wanaomkataa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na mufassiruna wanasema kwamba watu hawa hasa walikuwa ni Uyaina ibn Husni, mmoja katika wakubwa wa Quraysh akiitwa Uyaina ibn Husni, na Al-Aqra ibn Habis. Al-Aqra ibn Habis, hawa walikuwa mbele ya hadhara ya Mtume, wakamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sisi tuko tayari kuwa na wewe, tuko tayari kukuunga mkono, lakini wewe kwa nini vikao vyako ni hao watu wanyonge tu madhalili? Riwaya nyingine zinasema watu ambao wananuka jasho, wanatoa harufu, watu wanaovaa nguo kakamavu, si laini, yani wale maskini. Riwaya katika tafsiri zote za kiahli sunna na za kiahlul bait zinasema wanaokusudiwa ilikuwa ni Salman al-Farisi, ndio wanyonge wenyewe hao, ambao kila saa Mtume akikaa nao, majlisi ya Mtume ilikuwa na hawa watu. Alikuwa Salman al-Farisi, Ammar ibn Yasir, kina Miqdadi na wengine. Hawa ndio watu waliokuwa karibu na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sheikh Makarim al-Shirazi yeye amewataja Salman al-Farisi, Abu Dharr al-Ghifari, Suhaib al-Rumi na Ammar ibn Yasir na Khabbab, kwamba hawa ndio wanaokusudiwa katika maneno ya Mwenyezi Mungu kwamba yad'una rabbahum bilghadati walashi, au bilghadawati walashi, asubuhi na jioni wanamuomba Mola wao. Kwa hivyo makufari wa Kikureishi na hasa hawa waliotajwa waliingiwa na kero kwamba ikiwa sisi tutamfuata Muhammad, maana yake ni sisi kuwa katika majlisi moja na mabwana hao, watu wanyonge katika jamii ambao Mtume yuko nao saa zote, anakaa nao. Kwa hivyo ni maana yake ni kuvunja tabaka lililokuwepo katika jamii, sisi tukawa tabaka moja sote. Kwa hivyo hili liliwakera, wakamwambia Muhammad. Baadhi ya riwaya katika tafsiri al-Qurtubi zinasema kwamba walimwambia Muhammad, tufanyie sisi majlisi yetu kwa wakati wetu na hawa mabwana wengine majlisi yao, kikao chao. Kwa hiyo pale na zamu ya kukaa na sisi na zamu ya kukaa na hawa mabwana, tusichanganyikane wote, sisi watu wengine bwana, sisi watu wazito katika jamii. Kwa hivyo haya ndio maneno waliyosema. Mwenyezi Mungu akamwambia, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum,
subirisha nafsi yako pamoja na wale wanaomuomba Mola wao asubuhi na jioni. Kwa hivyo aya hii inatufunza kwamba katika mujtamai wa Makka kulikuwa na matabaka, na matabaka haya yalikuwa kwa misingi ima ya jina la mtu kutokana na kabila lake au kutokana na uwezo wa kiuchumi. Wengine wakijifaharisha na ukoo zao, lakini wengine wakijifaharisha na uwezo wao wa kiuchumi. Kwa hivyo Muhammad alionekana kuwa ni mtu amekuja kuweka usawa baina ya tajiri na maskini. Hilo hawakuridhika nalo. Lakini tukitizama vile vile, hii ndiyo sunna ya mitume wote, kwamba mitume walikuwa ni kimbilio la wanyonge. Wale watu wa tabaka la chini ndio walikuwa watu wa kwanza kuamini mitume, kwa sababu waliona kwamba mitume wanapigania haki zao. Kwa hivyo watu wa Nuhu alayhi salam vile vile walimwambia hivyo, kwamba sisi hatuoni wanakufuata ila wale watu wanyonge madhalili, hao ndio tunaona wanakufuata wewe. Kwa hivyo maana yake ni kwamba na sisi kukufuata wewe ni kukubali unyonge na udhalili. Ukisoma sababu ya kushuka suratul Maun, araaita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'ami al-miskin. Sababu ya kushuka sura hii ni kwa sababu Abu Sufyani alikuwa ana ada kwamba kila siku ya Jumapili anachinja ngamia, au kila siku ya Jumatatu anachinja ngamia. Yule ngamia anakula na watu wake tu, wale watu wa karibu, wale wanaomheshimu, wanaomkubali, anakula nao. Kila wiki mara moja anachinja, sababu alikuwa tajiri. Kwa hivyo siku moja akaja yatima, akataka na yeye kushiriki katika chakula kile. Abu Sufyani yeye mwenyewe akamsukuma na kumfukuza kwamba hahusiki katika majlisi ile. Mwenyezi Mungu akashusha sura, araaita alladhi yukadhibu bid-din, je, umemuona yule anayekadhibisha siku ya malipo? Fadhalika alladhi yad'u al-yatima, huyo ni yule ambaye anamsukuma yatima. Wala yahuddu ala ta'ami al-miskin, wala hahimizi watu wengine juu ya kulisha maskini. Kwa hivyo hii hali ya matabaka katika jamii hasa ya Maka ilikuwepo, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi alikuja kuvunja hali hiyo. Kwa hivyo aliporudi na kuiteka Maka, wale waliokuwa wanyonge wa Maka wakawa na heshima katika mji wa Maka, kina Bilali, kina Ammar ibn Yasir na wengine wakawa sasa wao wana heshima katika mji wa Maka. Bani Israil walikuwa ndio wanyonge wa Misri, na Maqibti ndio walikuwa watu wenye heshima katika mji wa Misri, ndio ukoo na familia ya Firaun na ndio watawala wao. Kwa hivyo walikuwa wakidhalilishwa na kunyongeshwa ni Bani Israil. Musa na Harun kazi kubwa waliofanya ni kuwakomboa wale waliokuwa wakinyongeshwa, tabaka la chini katika jamii. Kwa hivyo walipigania haki zao. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa katika majlisi zake anakaa sana na watu hao. Likawakera hilo baadhi ya wakuu wa Quraysh, wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuko tayari kuwa na wewe, lakini si kukusanyika na hawa watu. Maana yake sisi ni kujishusha. Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume, wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bilghadawati wal ashi, isubirishe nafsi yako pamoja na wale wanaomuomba Mola wao mlezi asubuhi na jioni. Yuriduna wajha, wanataka radhi zake. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi baada ya kushushiwa aya hii, iliposhuka tu akaanza kuwatafuta hawa mabwana, Salman al-Farisi,
Abi Dharr al-Ghafari, Suhaib ar-Rumi, Ammar bin Yasir na Khabbab. Akawa anawatafuta kwa sababu ndio watu ambao akikaa nao sana katika vikao vyake. Akazunguka huku na kule. Riwaya inasema hivi: wa huna nazalat al-ayatu al-karimatu ala rasulillah wasbir nafsaka ma'a alladhin, falamma nazalat al-aya qama an-nabiy. Mtume alisimama yaltamisuhum, anawatafuta hawa watu. Fa aswabahum fi muakhkhari al-masjid, akawakuta wako mwishoni kabisa msikitini. Hawa mabwana ambao wamezoea kukaa na mtume, yadhkuruna Allah azza wa jalla, wakiwa katika dhikri. So baada ya kushuka aya alitaka kuhakikisha ni kina nani hasa wale. Je, ni wale ambao wanakaa nao kila siku? Na kweli akawakuta mwishoni kabisa katika pembe ya msikiti wanamtaja Mwenyezi Mungu. Mtume akasema hivi: alhamdulillahi alladhi lam yamutni hatta amarani an asbira nafsi ma'a rijali min ummati. Namshukuru Mwenyezi Mungu, kuhimidiwa ni kwa Mwenyezi Mungu ambaye hakunifisha mimi mpaka akaniamrisha kwamba nisubirishe nafsi yangu pamoja na watu katika umma wangu. Kwa sababu aliwakuta wale mabwana rafiki zake, watu wake wa karibu. Kisha akasema ma'akumul mahya wa ma'akumul mamat, maisha yangu mimi yatakuwa na nyie na kifo changu kitakuwa na nyie. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika jamii hakuwa akijali tabaka na ile hadhi ya mtu katika jamii. Alikuwa akitizama ule uchamungu wa mtu. Marafiki wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walikuwa ni watu sampuli hii, wanaomtaja na kumdhukuri Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo aya hii inatufunza kwamba tunapochagua marafiki, vigezo vyetu viwe ni ule uchamungu wao na wala si utajiri wao, si uwezo wao wa kiuchumi. Tabaan, akiwa na uwezo wa kiuchumi na ni mcha Mungu ni kheri zaidi, lakini zaidi tujiweke karibu na tujenge urafiki na wale watu ambao ni wacha Mungu, kwa sababu marafiki huwa wanaathiriana kitabia. Kisha Mwenyezi Mungu anasema wala ta'du aynaka anhu, wala macho usiyavushe macho yao kwa hawa watu, ukawavuka ukawaacha ukaenda kwa matajiri au watu wengine. Macho yako yasiwavuke watu hawa. Turidu zinata alhayati dunya, ukiwa unataka mapambo ya maisha ya dunia. Kwa hivyo kuwavuka kwenda kwa watu wale wasiokuwa hawa cha Mungu, maana yake utakuwa unataka mapambo ya maisha ya duniani. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina, wala usimtii yule tulioghafilisha moyo wake na utajo wetu. Manake mtu asi. Ndio maana tukisema atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum, lazima ulil amri awe ni mtu mu'min, awe ni mtu maasum, kwa sababu Mungu kamwambia mtume wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina, wala usimtii yoyote yule ambaye tumeughafilisha moyo wake na utajo wetu. Yani hatutambui sisi, hafanyi mambo yake kwa mujibu wa mwongozo wetu, usimtii. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu, akafuata matamanio yake, wa kana amruhu furta, na jambo lake likawa limevuka mipaka. Kwa hivyo taa mutlaq inatakiwa iwe kwa Mwenyezi Mungu, kwa mtume na kwa ulil amri. Kwa asiyokuwa huyo hakuna taa mutlaq, inakuwa ni taa yenye masharti. Na ndio maana tukasema siku moja hapa kwamba ni wajibu mtu kuwatii wazazi wake, lakini sio taa mutlaq.
ni taa katika mambo ambayo si ya kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo akiwa ni kafiri mzazi wako, heshima yake itaendelea kuwa pale pale, lakini katika yale mambo ambayo si ya kukutoa katika mwongozo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Qur'ani iko wazi katika hilo. Kwa hivyo mzazi wako ana heshima yako, umheshimu, umtii, lakini katika jambo la Mwenyezi Mungu umwasi, usimtii katika jambo hilo, kwa sababu Mungu ndiye anaitiiwa taa mtu. Kiongozi wa nchi ambayo kuna Waislamu na yeye ni Muislamu lakini hana maadili ya Kiislamu, hakuna amri ya kumtii, kwa sababu anaingia katika aya hii, wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Anaingia katika aya hii kwamba yeye ameghafilika na kumtaja Mwenyezi Mungu, mambo yake yamevuka mipaka, basi haijuzu kamwe kumtii mtu huyo. Ndipo tunaposema kwamba hadithi nyingi zilitengenezwa wakati wa Banu Umayya na Banu al-Abbas kuonyesha kwamba kiongozi lazima atiiwe hata akiwa asi, kwa sababu kama Mungu hamtaki asingekuwa kiongozi. Kwa hivyo pakatengenezwa riwaya mbalimbali, na ndio ikawa maana ya ulil amri ni yule kiongozi wa Waislamu au sultani au mfalme. Lakini aya hii inatufundisha kwamba taa lazima iwe kwa watu maalum. Waqulil haqqu min rabbikum, nasema haya ninayokufundisheni ni haki kutoka kwa Mola wenu mlezi. Faman shaa falyu'min, basi na anayetaka aamini. Waman shaa falyakfur, na anayetaka na akufuru. Baadhi ya mufassirin wanasema aya hii kama ilivyo aya nyingine, kama zilivyo aya nyingine, inaonyesha uhuru uliokuwepo katika Uislamu, kwamba la ikraha fi din, mwenye kutaka aamini na asiyetaka na asiamini. Kwa hivyo kuna khiari. Lakini wengine kama Sheikh Sha'rawi anasema huu ni uslubu wa tahdidi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaonyesha kitisho chake, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema hivi, inna a'tadna lidh-dhalimina naran, hakika sisi tumewaandalia madhalim moto, uko tayari tumeuandaa. Ahata bihim suradiquha, mahema yake yatawazunguka. Ule moto utakuwa na mahema ambayo yatawazunguka watu wa moto. Sasa nini maana kwamba mwenye kutaka aamini, mwenye kutaka akufuru? Ni tahdidi, ni kumtishia mtu kwamba ukitaka amini, ukitaka kufuru, lakini jua kwamba ukikufuru tija yake ni hii. Ni sawa sana wewe kuwa na mtoto ukamwambia wewe nenda shule, ukitaka nenda shule, ukitaka usiende, lakini kwangu hapa mtu asiyetaka shule simtaki. Kwa hivyo ule uhuru una kitisho, kwa maana ya kwamba tija ya kukataa maamrisho ya Mwenyezi Mungu ni kupata moto. Kwa hivyo ni tahdidi hiyo. Uhuru upo, lakini na tija ya kuchagua khiari mbaya Mwenyezi Mungu kaielezea kwamba inna a'tadna lilkafirin au lidhalimin, hakika sisi tumewaandalia madhalim moto. Ahata bihim suradiquha, mahema yake yatawazunguka. Kwa nini pametajwa mahema? Kwa sababu tabia ya wale matajiri wa Kikureishi ilikuwa ni watu wenye uwezo kuchukua mahema, wakaenda katika jangwa, wakaweka mahema yao, wakafanya starehe zao. Maskini alikuwa hawezi. Kwa hivyo kuwa na hema ukaliweka katika jangwa, ukanywa vinywaji vyako, ukala vyakula vyako, ukafanya starehe zako, ilikuwa ni kazi ya wale matajiri ambao hawamkubali Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akawaambia, na huko akhera vile vile kuna mahema, lakini mahema haya kazi yake ni kukuzuia usitoke katika moto. Yatakuzunguka wewe kiasi kwamba hutoweza kupenya na kutoroka ule moto. Kwa
Kwa hivyo Mungu anasema ahata bihim suradiquha, mahema yake yatawazunguka. Wa in yastaghithu, wakiomba msaada humo katika moto, kwa sababu wanaadhibiwa, wanaomba msaada, yughathu bimai kalmuhli, watasaidiwa kwa maji kama mafuta yanayochemka. Kwa hiyo watakapoomba msaada watapewa, lakini msaada wenyewe utakuwa ni kama ni maji ambayo yako kama mafuta yanayochemka, yashwi wujuha, yatababua nyuso zao. Kisha Mwenyezi Mungu anasema bi'sa sharabu wa sa'at murtafaqa, ni kinywaji kibaya hicho, wa sa'at murtafaqa, na vile vile ni tandiko baya hilo watakalolipata katika moto. Kwa hiyo watatandikiwa tandiko sio lile waliozoea kutandikiwa katika dunia wakastarehe, watapewa tandiko baya na kinywaji kibaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelezea wasifu wa jahannam, moto namna utakavyokuwa. Innal ladhina amanu, hakika wale walioamini, wa amilu salihati, na wakafanya amali njema, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, hakika sisi hatupotezi ujira wa mwenye kufanya amali njema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema innal ladhina amanu, hakika wale walioamini, wa amilu salihati. Kwa hivyo kuna kuamini na kufanya amali njema. Haya ni mambo tunayozungumza kila mara, kwamba Mwenyezi Mungu haridhiki na imani bila amal, na wala haridhiki na amali bila imani. Kwa hivyo aliyeamini bila amali njema, imani yake haina maana, na mwenye kufanya amali inaonekana kuwa ni njema lakini hana imani, vile vile amali yake haina maana. Kwa hiyo vitu viwili hivi lazima viende sawa sawa. Ndio tukasema kuna watu wamefanya amali inaonekana ni njema, wametengeneza umeme tunafaidika nao, wametengeneza magari tunayatumia kwa ajili ya dini, wamefanya vitu vingi ambavyo kwa dhahiri ni vya kheri, lakini hawana imani, hawatolipwa na Mwenyezi Mungu, watapata tu thawabu dunia. Thawabu dunia ni ile mali walioipata kutokana na ugunduzi wao, ni zile sifa walizozipata, ndio thawabu dunia hiyo. Kisha itakomea hapo, lakini thawabu al-akhirah hawatapata. Kwa hivyo lazima pawepo na amali, imani na amali. Mwenyezi Mungu anatushajiisha hapa kufanya amali njema, kwa sababu anasema hapotezi ujira wa yoyote yule atakayefanya amali njema. Waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Hata kama amali ikiwa ni ndogo kiasi gani, riwaya zinatufunza kwamba kule kutabasum, kuwa na tabasamu tu katika uso wa ndugu yako, ni amali inayoandikwa, utaipata. Kule kupungia tu mtu mkono njiani, unaliona jambo dogo sana, ni amali inaandikwa. Na ndio maana kwamba siku ya Kiyama kile kitabu utakachopewa, kila mtu atashangaa, atasema mali hadha alkitab, kitabu cha ajabu kina nini? Hakiachi dogo wala kubwa, ila kimekitia ndani yake. Kwa hivyo jambo lolote lilolodhani kwamba mdogo wewe, ukamgunia tu mtu, ukaguna tu kuonyesha na huyu bwana kwa dharau tu, ni amali hiyo, utakuta imeandikwa. Lakini pia ukatabasamu kwa uso wa mtu ambaye ni adui yako, ni mbaya wako, lakini ukamuonyesha ihsani kwa kutabasamu, ni amali, utaiona imeandikwa. Kwa hivyo aya hii inatushajiisha sisi kufanya amali, kwa sababu amali zote zitaandikwa, zinaandikwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kila amali italipwa. Bali zaidi ya hapo, ile njema Mwenyezi Mungu atalipa mara 10 zaidi, na katika aya nyingine mara 700 zaidi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema
innal ladhina amanu, hakika wale walioamini, wa amilu salihati, na wakafanya amali njema, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, hakika sisi hatupotezi ujira, malipo ya yule atakayefanya amali njema. Malipo yoyote yale, amali yoyote ile, hatutoipotezea malipo yake. Ulaika lahum jannatun adn, hao watakuwa na pepo ya milele. Tajri min tahtihimul anhar, panapita chini yake mito katika hiyo pepo. Tuliwahi kusema siku moja hapa kwamba tofauti ya aya zinazosema tajri tahtahumul anharu na aya zinazosema tajri min tahtihimul anharu, ile min inaonyesha kwamba ile mito chimbuko lake, sosi yake ni pale pale katika ile bustani. Kwa hiyo tajri min tahtihimul anharu, kwa maana ya kwamba sosi ya ile mito ni ndani ya bustani ile ile. Ama tajri tahtahumul anharu ni pale ambapo vyanzo vya mito ile ni nje ya ile pepo, lakini hupita tena katika bustani la mwingine, ikapita katika bustani la mwingine, lakini vyanzo vyake ni nje. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema mfano wa watu hawa ni watu ambao katika pepo yao kuna mito inayopita, lakini hiyo mito vyanzo vyake ni katika zile zile bustani. Sasa ni mito ya sampuli gani? Bila shaka Qur'ani inatufunza kwamba mito ya peponi ni ya sampuli nyingi. Kuna mito ya maji, kuna mito ya maziwa, kuna mito ya asali, kuna mito ya pombe. Hii ni mito ambayo ukisoma Qur'ani katika aya tofauti tofauti imetajwa kwamba ipo peponi. Na tabaan Mwenyezi Mungu anaposifia vile vilivyokuwa peponi, huvisifia kwa majina ya vitu vilivyokuwa duniani, kwa sababu lau akivipa majina mengine hatuwezi kuelewa. Kwa hivyo wewe ukiambiwa maziwa, taswira yako unajenga picha ya maziwa unayojua, lakini maziwa ya peponi sio hayo maziwa unayojua. Lakini Mungu kama hakuyaita maziwa atayaitaje? Akiyaita jina ambalo hulijui, hata ile tamaa ya kitu hicho utakuwa nayo, kwa sababu hukijui. Kwa hivyo hadithi ya Mtume inasema fiha ma la aynun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala aqli bashar, katika pepo kuna vitu ambavyo la aynun ra'at, jicho halijawahi kuviona, wala udhunun sami'at, wala sikio halijawahi kuvisikia, wala khatara ala aqli bashar, wala havijawahi kumpitikia mtu katika akili yake. Yani ile taswira hana. Kwa hivyo suala litakuwa ni kwamba kumbe hata pombe ipo katika pepo. Naam, ipo. Lakini sasa wewe utajenga taswira ya pombe unayojua, aina zote za pombe unazojua wewe. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an anasema wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin, na mito ya pombe lakini ladhatun lisharibin, ina ladha kwa wale wenye kunywa. Sasa pombe ya duniani ina ladha? Yule anayekunywa pombe kwanza humeza haraka, na mara nyingine hufumba macho ndo akameza, lakini anakunywa. Ile harufu yeye mwenyewe haipendi, lakini ndio shetani kisha muingia. Kwa hivyo haina ladha, lakini vile ilivyokuwa ndio pombe ndio shetani. Kwa hivyo tabia ya pombe haina ladha kwa yule anayekunywa, bali nyingine ni kali kiasi kwamba yule mnywaji anafumba macho ndio ameze. Lakini Mungu anasema ladhatun lisharibin. Kwa hivyo jina pombe
ni kuwaliwaza wale wanaoitamani pombe ya duniani, kwamba bwana, mtaikuta huko, akhirisheni hii ya duniani, ipo ingine kule. Taban, pengine sote tutakunywa. Je, inalewesha? Wallahu a'lam, lakini ipo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema kuna mito hivyo ya pombe, lakini vile vile wa anharun min asalin musaffa. Aya nyingine inasema kuna mito ya asali safi iliyosafishwa. Lakini usijenge taswira ya ladha ya asali ya duniani, maana mtu anaweza akasema, lakini tangu hapo kwa duniani mimi sipendi asali. Kwa Mwenyezi Mungu anaeleza habari za asali za huko, mimi asali, maziwa, vitu vyote sivipendi. Kwa hivyo ile pepo kwake itakuwa haina thamani, kwa sababu vyote vilivyotajwa yeye havipendi. Basi tufahamu kwamba wa utu bihi mutashabih, wanaletewa vitu tu, wakiviona watasema hadha alladhi ruziqna min qablu. Wakitizama wanasema hivi chungwa si kama lile tulokula duniani, lakini wakilila watagundua kwamba sivyo, si kama lile. Kama ni hurul ain, tunafahamu mtu anapomwendea hali yake, baada ya hapo anakuwa katika hali gani? Zile hasira zake zikishaisha anakuwa katika hali gani? Hana tamaa tena. Lakini huko peponi huko hatofikiwa na hali hiyo. Kwa hiyo ndio maana atakuwa na wengi, sababu huku duniani unaambiwa ukioa wanne unaweza kuwapa haki zao. Sasa mbona kule wako wengi sana? Ni kwa sababu sifa za peponi hali yako itakuwa tofauti. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vyote anavyovisifu, na hata huo moto wa Jahannam umeitwa kuwa ni moto ili tuweze kufahamu moto tu, kwa sababu tunaufahamu moto hapa duniani, lakini adhabu ya ule moto si sawa sawa na moto huwa duniani, bali ni takribul maana fi dhihni, ili tuweze kukaribia kufahamu ile maana inayokusudiwa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun, hasemi aljannatu allati wu'ida almuttaqun, bali anasema mfano. Mathalul jannati allati wu'ida almuttaquna fiha anharun min ma'in, kuna mito ya maji, vile vile kuna mito ya maziwa na mingine kama tulivyosema. Mwenyezi Mungu anaendelea kwa kusema ulaika lahum jannatu adnin, hao watakuwa na pepo za milele, tajri min tahtihimul anharu, panapita chini yake mito, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin, watapambwa katika pepo hizo kwa mapambo ya mikononi ya dhahabu. Pamekusudiwa hapa mapambo ya mikononi, dhahabu ambayo inawapeleka mbio watu leo duniani, basi watapambwa kwa dhahabu. Bwana mmoja alikuwa akinipa kisa cha kubuni, lakini cha kufunza, kwamba bwana mmoja alikusanya dhahabu zake nyingi sana na alikuwa mwema. Sasa alipokufa akahitajia na akamuomba Mungu kwamba dhahabu zake asiziache, na kweli Mungu akamfufua na dhahabu zake. Sasa alipokuwa njiani anakwenda peponi, kila akipita katika mlango wa kwanza kabeba mzigo wake wa dhahabu, kwa sababu alikuwa akizipenda sana duniani. Malaika wanamuuliza, na hizi mapeleka wapi? Anasema mimi nazipenda dhahabu zangu bwana, siziache. Lakini hakuna haja, anasema hapana, siziache bwana, dhahabu bwana. Basi wanamruhusu, kila akifika mlango mwingine anaulizwa vile vile, anatetea, wanamwachia, anakwenda na dhahabu zake. Lakini alipofika kule akakuta kila kitu ni dhahabu, nyumba ni ya dhahabu, kila kitu ni cha dhahabu. Kwa hivyo akagundua kwamba alibeba mzigo wa kule hauna maana. Kwa hivyo hizi dhahabu tunazopigania huku duniani ndio yatakuwa mapambo ya watu wa peponi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
anasema yuhallawna, watapambwa watu hawa, afwan, yuhallawna fiha min asawira min dhahabi, watapambwa kwa mapambo ya dhahabu katika mikono yao. Wayalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak, na watavaa nguo za kijani zinazotokana na sundus, hariri nyepesi, wa istabrak, na hariri nzito. Kwa hivyo hariri ni kitambaa chenye thamani kizuri, kitambaa ambacho bila shaka hakitokuwa ni cha hariri kama hariri ya duniani. Haya ndio yatakuwa mapambo yao, wote wanapendeza. Na neno istabraqi, wanasema maulama, si neno lenye asili ya Kiarabu, ni neno ambalo limetoholewa likafanywa kuwa la Kiarabu, urribat, bali neno la Kifursi. Kama ambavyo neno qistas wanasema si la Kiarabu, ni neno la Kihabeshi. Lakini swali ni kwamba hili neno si la Kiarabu, na Mwenyezi Mungu anasema Qur'ani ni ya Kiarabu, ina lugha ya Kiarabu, kwa nini limekwepo? Kama likitoholewa limeshakuwa la Kiarabu, madha linatumiwa na Waarabu. Na tabia ya lugha ni kukopa maneno kutoka katika lugha nyingine, sababu lugha inakuwa lazima ichukue maneno kutoka katika lugha mbalimbali. Kwa hivyo ni kawaida. Kwa hivyo neno istabraqi halina asili ya Kiarabu, lakini maana yake ni hariri nzito. Hayo ni mapambo watakayovaa watu wa peponi, lakini vile vile bado utajenga taswira ya hariri unayojua duniani, lakini ile ni hariri ya peponi. Kisha Mwenyezi Mungu anasema muttakiina fiha ala al-araik, humo katika pepo watakuwa wameegemea katika araik. Araik ni kama makochi vile, vitu vya kuegemea pindi mtu anapokaa. Kwa hivyo huo ndio utakuwa mkao wao, watakuwa kama wafalme. Ni'ma thawabu wa hasunat murtafaqa, ni thawabu nzuri sana hiyo, ni malipo mazuri hayo. Wa hasunat murtafaqa, na vile vile yale matandiko au vile vya kuegemea vimekuwa vizuri mno, au ni vizuri vile vya kuegemea. Murtafaqa inatokana na mirfaq, yani pale ambapo unaweka mkono wako ukikaa. Kwa hivyo na hivyo vimekuwa vizuri sana. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasifu ile mandhari ya peponi na namna watu watakapokaa. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kwa kusema wadrib lahum mathalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabi, wapigie mfano wa watu wawili. Hawa watu wawili, ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabi, tumemfanyia mmoja wao shamba, bustani la mizabibu. wa hafafnahuma binakhli, tukalizungushia pembezoni mwake mitende. Waja'alna bainahuma zar'a, na tukaweka kati yake mimea mingine ya nafaka. Wapigie mfano huu wa watu wawili. Mmoja tumemjalia kuwa na mashamba mawili, bustani mbili. Bustani hizi zina zabibu na tukazungushia pembezoni mwake mitende, na vile vile katikati tukatia mazao mengine ya nafaka kama vile ngano au mahindi na mfano wake. Wapigie mfano huo. Sasa mufassiruna wengine wameishiria tu kwamba ni mfano Mwenyezi Mungu kautoa, lakini baadhi ya mufassirin wanasema ni mfano wa watu wa kweli waliowahi kuishi, watu wawili na walikuwa ndugu na wakarithi mali kutoka kwa mzee wao, mzazi wao. Kwa hivyo mmoja katika mufassirin anawataja hawa kwamba ni Mayahudi, walirithi mali kutoka kwa wazazi wao,
mmoja akaitoa mali yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini mwingine akachukua mali yake yote akanunua mashamba mawili, mashamba yenye kupendeza mazuri, masha Allah. Hayo mashamba yalikuwa na mizabibu, alafu pembeni kama uzio yamezungukwa na mitende. Katikati ya shamba kuna mazao mbalimbali ya nafaka. Kwa hivyo akanunua shamba lile, mashamba yale, kisha akawa ana watumishi wanamtumikia katika kulima na kuyatengeneza yale mashamba, na akawa na watoto wake wengi. Mwenyezi Mungu anasema hivi, wadrib lahum mathala ar-rajulain, wapigie mfano wa watu wawili. Hawa watu wawili, ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabi, tumemfanyia mmoja wao mabustani mawili ya mizabibu. Wa hafafnahuma, na tukazungushia yale mabustani mawili binakhlin, kwa mitende. Kisha anasema waja'alna bainahuma zar'a, na tukaweka katikati mimea mingine, mazao mengine ya nafaka. Kilta aljannatayn, mashamba mawili yote hayo, mabustani mawili yote hayo, atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'a, yote yalitoa mazao yake vizuri kabisa na hayakupunja chochote, hayakupunja chochote, yani yalizaa vizuri, yanapendeza. Kisha wafajjarna khilalahuma nahran, na tukaibua katikati ya mashamba mawili hayo au bustani mbili hizo mto. Kwa hivyo maji yalikuwa na uhakika, alikuwa hana tatizo la maji, anaweza kumwagilia mashamba yake, yamependeza mashaallah, na kuna mto katikati. Kisha anasema wakana lahu thamarun, na alikuwa na mazao mengine. Mufassiruna wengine wanasema alikuwa na mali nyingine kama mifugo na mfano wake. Hakuwa na hivi tu, alikuwa na zaidi ya hivi. Faqala li sahibihi, akamwambia sahibu yake. Na hapa ndipo tunapoona kwamba neno sahib linaweza kutumika kwa watu wawili, hata kama mmoja ni mu'min mwingine ni kafiri. Neno sahib kuwa ni sahibu yake, au kwa lugha nyingine tunasema sahaba. Kwa hivyo minasuhbati ni kule kuwa pamoja. Kwa hivyo ni mwenzake, walikuwa naye karibu. Wengine wanasema ni ndugu hawa wawili, mmoja ni mu'min mwingine kafiri. Kwa hivyo huyu bwana mwenye mali nyingi na mwenye bustani hizo mbili zinazopendeza akamwambia mwenzake, faqala li sahibihi, basi akamwambia sahibu yake, wa huwa yuhawiruhu, ili hali anajadiliana naye katika hali ya kujadiliana, ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara, mimi bwana nina mali nyingi kuliko wewe na nina nguvu nyingi, nguvu kubwa za watu. Maanake nina watu wanaonihudumia katika mashamba yangu, watu wengi, lakini pia nina mali nyingi kuliko wewe. Anamwambia sahibu yake. Qur'an inasema wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, akaingia katika bustani lake. Hapa sio katika bustani yake mawili, bila shaka hawezi kuingia kwa wakati mmoja katika bustani mbili. Kwa hivyo Mungu anasema wadakhala jannatahu, kana kwamba alikuwa na bustani moja tu, sababu hata ukiwa nazo mbili huwezi kuingia kwa wakati mmoja katika mbili. Una baskeli mbili huwezi kuzipanda pamoja, una vitanda viwili huwezi kulala pamoja. Kwa hivyo wadakhala jannatahu, akaingia katika moja ya yale mashamba yake. Wa huwa zalimun li nafsihi, ili hali ameidhulumu nafsi yake. Maana si mu'min, hamtambui Mwenyezi Mungu, na shirki au kutokumtambua Mwenyezi Mungu ni dhulm, kwa sababu Mwenyezi Mungu unapomtambua unapata rehema yake,
unaishi maisha anayoyataka. Unapomkanusha umejidhulumu nafsi yako, kwa sababu utaishi maisha yenye kukudhuru wewe. Kwa hivyo alikuwa amedhulumu nafsi yake. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada, sidhani kwamba hivi vitakoma, vitakwisha, vitaharibika. Kamwe sidhani kwamba vitaharibika. Sasa neno abada, wanasema kwamba alisema kwamba hatarajii kwamba mali yake ile itakoma siku moja katika uhai wake, bali madhali yuko hai kwa mali ile, maisha yake yote atakuwa nayo. Ndio innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna, kwamba binadamu huvuka mipaka anapoona kuwa amejitosheleza. Kwa hivyo binadamu anaweza kuwa tajiri, ana mali nyingi, ana nyumba, ana magari, ana mashamba, kila akikaa akihisabu, mahali fulani nina shamba heka kadhaa, mahali fulani nina shamba heka kadhaa, bei ishapanda ishakuwa kiasi fulani, na nyumba mjini kadha na kadha, nachukua kodi pale. Hivi haviwezi kuisha hivi. Umaskini hauwezi kuja, kwa sababu hata nikishiwa naweza nikauza lile shamba nikapata capital nikawekeza mahali pengine. Binadamu ana tabia hiyo ya kuhisabu mali yake na kujenga hisia kwamba umaskini hauwezi kuja hapa, kwa sababu tayari kishajitanua vizuri, umaskini hauna nafasi ya kupenya. Kwa hiyo bwana huyu alipotizama mali zake akaona kwamba mimi sioni kama kuna umaskini tena hapa. Kwa hizi mali nilizokuwa nazo, vyote hivi haviwezi kuisha. Mwenyezi Mungu anasema, akaendelea kwa kusema, wama adhunnu sa'ata qa'ima, wala sidhani kwamba kiyama kitasimama. Na ndivyo hivyo Qarun alivyosema, innama utitu ala ilmin indi, mimi nimepewa kwa sababu ya maarifa yangu, ujanja wangu, werevu wangu. Kwa hivyo wale ambao hawajapata si wajanja, si werevu. Kutokana na werevu nilokuwa nao nimepewa mimi mali hii. Ndio mtu akishapata mali katika jamii, huwa vile vile anaamini kwamba rai yake ndio rai sawa sawa, mawazo yake ndio mawazo sawa sawa, yeye ana mtizamo sawa sawa kuliko wengine. Kwa hivyo akishauriwa haoni, wakati ule hataki ushauri wa mwingine yoyote. Ni mpaka ifikie mahala kwamba sasa hana chochote, anaweza akavuta hisia zake kukumbuka yale mashauri ya watu wa nyuma, akagundua kwamba walikuwa wakimshauri vizuri, lakini wakati ule yeye ushauri wake si sawa sawa. Kwa hivyo huhisi kwamba utajiri wake ni kwa sababu ya ujanja na werevu alikuwa nao. Kwa hivyo huyu bwana akafikia mahala akakanusha akhera, akasema, wama adhunnu as-sa'ata qa'ima, sidhani kwamba kiyama kitasimama. Hakuna kiyama, lakini tuchukulie kwamba kipo kama wanavyosema wengine. Wala in rudidtu ila rabbi, ikiwa basi kuna kurejeshwa huko kwa huyo Mola wangu aitoe ni Mola wangu mlezi, la ajidanna khairan minha munqalaba, nitakuta marejesho mazuri kuliko haya. Yani nitarejeshwa katika neema kubwa kuliko hii. Si nilikuwa ninavyo duniani, kwa nini kule nisipewe? Kwa hivyo haya maneno ya pili yanaashiria yule mtu ambaye haamini akhira, lakini anasema tufanye iftiradhan kwamba hiyo akhira ipo. Kama ipo pia sitokosa mimi huko. Kwa hivyo haya ndio yalikuwa maneno yake huyu bwana. Qala lahu sahibuhu, yule sahibu yake mu'min akamwambia hivi, wa huwa yuhawiru, ili hali anajadiliana naye, akafarta billadhi khalaqaka min turab, bwana umemkufuru yule aliyokuumba kwa udongo, umemkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumbuka ulipotoka wewe umeumbwa na Mwenyezi Mungu, thumma min nutfatin, kisha kwa tone la manii. Na hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza anamfundisha asili yake, maanake huyu mu'min anamueleza bwana yule asili yake ni udongo. Thumma inaonyesha muda mrefu baada ya kuumbwa binadamu wa kwanza kwa udongo, Mwenyezi Mungu aliendelea kuumba binadamu wengine
kwa tone la manii, thumma min nutfatin. Kwa hivyo binadamu katokana na udongo, na hata hiyo nutfa pia imetokana na udongo, kama tulivyoeleza katika darasa yetu iliyopita, kwa sababu ni matokeo ya kula mazao ya ardhi. Kwa hivyo wanapokula mazao ya ardhi, ile nutfa inapatikana. Kwa hivyo yule binadamu wa kwanza kaumbwa kwa udongo mubasharatan, direct, lakini binadamu aliyefuata baada ya pale kaumbwa kwa udongo indirect, kwa namna ambayo si ya moja kwa moja, kwa sababu ile nutfa imetokana na chakula anachokula kinachotokana na udongo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema kwamba huyu mu'min akamwambia yule kafiri, akamwambia akafarta billadhi khalaqaka min turabi, je, umemkanusha yule aliyekuumba kwa udongo, thumma min nutfatin, kisha kwa tone la manii, thumma sawaka rajula, kisha akakufanya ni binadamu kamili, ni mtu kamili, hivi unavyoonekana kwamba umekamilika, lakini umetoka kule unamfanyia kibri huyu. Kisha akasema lakinna huwa Allah rabbi wala ushrik bi rabbi ahada, lakini yeye huyo lomkanusha, huwa Allah rabbi, ni yeye Allah mola wangu mlezi, wala ushriku bi rabbi ahada, wala mimi simshirikishi mola wangu mlezi na chochote. Kwa hivyo akathibitisha imani yake na akamuonyesha yule bwana kwamba umepata hasara kwa kumkanusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyekuumba, kwa sababu ya mali aliyokuwa nayo. Kisha akamwambia, akamsihi, walaula idh dakhalta jannataka, lau kama ulipoingia katika bustani yako, qulta ma sha Allah, ungesema ma sha Allah. Na hii ndio sifa ya mu'min, anafundishwa kwamba anapoona neema ya kwake au ya mwingine, ili kuondoa hasad, na aseme masha Allah, mwanao huyu masha Allah, mali yako hii masha Allah, fulani ilmu yake masha Allah, fulani kapendeza masha Allah. Hili neno masha Allah linatakiwa liwekwe pindi neema inapotajwa, kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu ndiye aliiweka ile neema, ndiye aliifanya ile neema. Kwa hivyo anamsihi kwa kumwambia, lau kama pindi ulipoingia katika shamba lako, bustani yako, ungesema masha Allah, kwa sababu vyote hivi vimefanywa na Mwenyezi Mungu. La quwwata illa billah, hakuna nguvu yoyote, uwezo wowote illa kupitia kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kama wewe una watu wengi kuzidi mimi, una jeshi kubwa kuliko mimi, una watumishi wengi kuliko mimi, basi ujue hakuna nguvu yoyote ila kupitia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uelewe hilo. Ikiwa intarani ana aqalla minka malan wa walada, ikiwa unaniona mimi ni mchache kuliko wewe kwa mali na watoto, basi ungesema masha Allah. Kwa hivyo hizi ni nasaha za mu'min kumpa kafir jamaa yake ili amtambue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akasema hivi, fa asa rabbi, basi asa mola wangu mlezi, an yu'tiyani khairan min jannati, akanipatia bora zaidi kuliko bustani lako. Mwenyezi Mungu anaweza kunipa bora zaidi ya bustani lako. Wa yursila alaiha husbanan, na akaishushia bustani yako au shamba lako husbanan, adhabu ya kuhilikisha, minas samai, kutoka mbinguni, fatusbihu sa'idan zalqa, kisha lile shamba au bustani ikawa ni udongo tu wenye kutereza, yani pakawa hakuna mmea wowote. Au yusbiha mauha ghaura, au Mwenyezi Mungu akayazamisha maji yake, manake pakakauka, ule mto ukakauka ukaenda chini, ikawa hakuna maji yanaonekana. Falam tastati'a lahu talaba,
baada ya hapo hutoweza kupata tena hicho unachokiringia. Mwenyezi Mungu anaweza kufanya hivyo. Wa uhita bi thamarihi, Mwenyezi Mungu anasema mazao yake yakaangamizwa. Baada ya muda Mwenyezi Mungu kweli akaangamiza yale mazao yote. Fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa, akaanza sasa yuqallibu kaffayhi, anapindua viganja vyake vya mkono kwa kusikitika, ala ma anfaqa, kwa yale yote aliyowekeza, aliyotoa. Kwa hivyo akaanza kuonyesha kujuta na kusikitika kwamba amepoteza kila kitu. Wakati huo ndio mtu hurejea na kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha, akaanza sasa kugeuza, kupindua viganja vyake vya mkono kuonyesha masikitiko juu ya ule uwekezaji aliowekeza pale, ile mali aliyoitoa kwa ajili ya mashamba yake. Wa hiya khawiyatun ala urushiha, ili hali miti yake imelala chini katika vile vichanja vyake, yani miti tayari imeanguka, kama vile miti ilokauka ikakatika nusu ikalala. Kwa hivyo ile mitende yote imekauka, imelala, hapana tena shamba lenye kupendeza. Wa yaqulu ya laitani lam ushriku bi rabbi ahada, kisha akasema laita nisingemshirikisha Mola wangu mlezi na chochote. Kisha Mungu anasema walam takun lahu fi'atun yansuruna, na hakuwa tena na jeshi wala kundi la kumsaidia min dunillah, lisilokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wama kana muntasira, na katika majadiliano yao baina ya mu'min na kafir, yule kafiri hakuwa ni mwenye kushinda. Hichi ni kisa anachokitoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili atufunze sisi hapa duniani, wale watu ambao hawajakinai dunia na wale waliokinai dunia wakamwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba ukikinai dunia utashinda katika maisha hapa duniani, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulipa vyote vile alivyokunyima au ulivyojinyima katika maisha ya duniani. Nas'alullah al-auna wa tawfiqa lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Naam, kama kuna swali katika haya. Naam, kama hakuna swali bila shaka tutamaliza. Naam, lakini kabla ya kumaliza au kabla ya swali, jana tulisahau kutoa majibu ya swali. Jibu kuhusu swali anamrithi mama yake, jibu ni kwamba hamrithi baba wala hamrithi mama. Kwa hivyo vile vile hatamrithi mama yake. Naam, bismillah.